Na unajua zamani zile siku ya Sabato kulingana na amri za Musa hakuna mtu anatenda kazi yoyote. Na Wafarisayo walikuwa wanafuata hayo kikamilifu. Hakuna mtu anafanya kazi, hakuna mtu anaruhusiwa hata kwenda katika market. Kuna wengine siku ya leo wanaenda market, lakini Sabato ya wale Waisraeli uende mahali kazi yako ilikuwa na sheria pia. Kama hutaenda katika hekalu, wewe umeenda katika kazi yako, basi kulikuwa na hatia. Utapatikana na hatia na wewe utastakwa. Na ikiwa mashtaka hayo yamezidi sana, utapiwa mawe. Kwa hivyo siku ya Sabato ilikuwa inachungwa kama mtoto mdogo. Kama vile unapobeba mayai ya kuku. Yaani likianguka chini mambo yote imeisha. Kwa hivyo wale Wafarisayo walikuwa wanafuatilia sana amri za Musa ambazo zilikuwa zinaambatana na zile amri 10 za Mwenyezi Mungu. Basi na siku hii haikuwa tu Sabato, bali ilikuwa ni siku ya utakaso ya Wayahudi. Siku ya utakaso ni kwamba kulikuwa inafika siku moja ya mwaka ambapo kama sasa sisi tulienda kongamano, wao wanaenda kutakaswa Yerusalemu. Hakuna mahali, kila mtu kutoka upande sote, tuseme kama ni Kenya, tunaambatana sote wapi? Nairobi. Hiyo ndio ilikuwa Yerusalemu. Ndio maana vitabu katika kitabu hichi ya Ufunuo wa Yohana tuliona ya kwamba Yerusalemu mpya. Kwa maana watu walikuwa naenda Yerusalemu kutakaswa. Na hapo kuhani mkuu ndio anaenda mara moja katika ile nyumba takatifu ya watakatifu. Kuna nyumba walikuwa wanaita kachumba. Katika hekalu kulikuwa na sehemu kama 3. Sehemu sasa ile ya watu binafsi kama nyinyi sasa huko nje. Sehemu ya pili ilikuwa kule wale wanaitwa Walawi. Hii sehemu ndio lakini ilikuwa iko na mipaka. Uwezo kuaona. Sasa ukitaka kuingia hapa kulikuwa na mlango ama waliweka fasi. Sasa hawa ndio Walawi wanapokea sadaka zaidi. Unaleta sadaka kama wewe unataka kutakaswa. Umekuwa mwenye dhambi miaka mingi. Sasa unaleta hapa kwa Walawi, wanaipokea, wanakuambia tumepokea sadaka yako, unasema ni nini unataka ufanyiwe. Kama watoto wako wabaya, unataka wakuwe wazuri, unatoa sadaka, inakuwa pale, inachinjwa, ina ile damu unamwagiliwa. Lakini kulikuwa na nyumba ingine, hakuna mtu anaingia. Hiyo nyumba, hiyo chumba ni kuhani mkuu. Ulikuwa na mtu anaitwa kuhani mkuu. Huyu kuhani mkuu peke yake ndiye anaingia hapo mara moja kwa mwaka. Na anapoingia pale anafungwa kamba, kwa maana hakuna mtu yoyote anaenda pale. Akienda pale sasa, hii sadaka zote zimesolewa hapa, ndio anachukua moja kwenda kutoa. Sasa ile mechinjwa anaenda naye huko ndani. Anaenda kuombea wale watu wote walikuja hapo siku hiyo kutakaswa ili waweze kutakaswa. Na anapoenda pale kuomba, akichukua muda mrefu, sasa watajua huyu pengine amekosea, Mungu amekufa. Ndio wanafuta hiyo kamba, wanaleta maiti, wanatoa. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa anaingia pale mpaka mwingine atakaswe ndio aingie, akuje kuingia mwaka ingine hivyo, akitoa sadaka, akitakasa watu. Basi siku hiyo ilikuwa inaendwa Yerusalemu wiki mzima. Kuanzia siku ya kwanza ya siku hiyo ilikuwa inakuwa siku ya 15 kwa Waisraeli. So wanaenda siku hiyo yote wakienda kuabudu mpaka ifike siku ya mwisho
Hiyo sasa ndio wanasema ni Sabato. Sasa siku hii ndi Yesu pia alienda pale, kwa maana ilikuwa ni siku kuu ya kutakaswa. Na pale hekalu ile lilipochengwa, unajua hekalu Yerusalemu ni hekalu kubwa sana, na pale ilipokuwa inachengwa kulikuwa na milango mbalimbali. Kulikuwa mlango unaangalia pande hii, wanaita kama wiki iliyopita upande wa Solomon. Na sasa hii tumesoma ni upande wa mwana kondoo, ni lango la pande la mwana kondoo. Na hapa upande la mwana kondoo ni watu wagonjwa wengi, aina ya kila magonjwa. Nyinyi ndio mnaenda pale sasa. Mumekuja kutoka mahali umetoka, wewe ni kiwete. Umekuja mahali unatoka, wewe uko na mapepo. Umekuja kutoka mahali umetoka, wewe huko na mambo mengi yanayokusumbua. Sasa lango hilo la mwana kondoo ndio unaingilia. Na Yesu alienda pale. Katika hiyo lango pia kulikuwa na sehemu kasiwa kadogo, ama kama sasa siku hizi ukienda hoteli kubwa kubwa unakuta mahali inaitwa pool, ama inaitwa swimming pool. Ile kadogo hivi mnaenda pale mnapiga hiyo, sijui ni mbicha ama ni nini hapo. Sasa hiyo siwa ama pirika ambapo imetengwa pale, ilikuwa maji yake. Sasa malaika anakuja anakoroga hiyo maji. Akisha koroga maji, sasa yule mgonjwa wa kwanza kuingia, malaika akitoka hivi ataponywa yale magonjwa alikuwa naye, yeye anaingia pale. Sasa kulikuwa na mtu ambaye miaka 35 amekuwa amesumbuka, amelemaa, achiwezi. Na yeye sijui nani alimleta pale. Na huyu mtu kama ni jirani wake, kama ni papa na wasasi walimleta, lakini walichoka. Kwa maana hapo unakaa, unaweka raini, unakaa, kwa maana watu ni wengi, unakaa. Yule yuko na nguvu na anaruka. Wengine huyu watu wakafanya nini? Wale walimleta pale walishindwa kukaa pale, na mahali wanatoka chakula ikakosa, wakaenda wakamwacha pale. Yeye akakaa pale. Zaira anaona malaika anakuja akijaribu kutoka kujisukuma hivi, mwingine ameruka, amefanya nini? Amemwacha pale. Yeye akitaka kwenda, anapata yule ako na nguvu, ameruka, ameenda. Yeye amekaa pale pale kila siku. Yesu alipokuwa akipita sasa, wakati huu wamemaliza hiyo mambo ngine, na kama ni kafara walifanya wakamaliza. Sasa alikuwa anatembea, akakuja karibu na hiyo siwa, akakuja na hiyo katika hiyo brika, akaona kuna mtu. Alijua huyu mtu amekaa hapa muda mrefu, na alimuuliza hivi ya kwamba unataka kuponywa. Akamuuliza swali ya kawaida. Yule mtu akafikiria ni mtu wa kawaida, akamwambia, bwana, hapa ni mambo ya ajabu. Hapa lazima mtu akuwe na mimi, unajua sisiwezi kuponywa, nataka lakini sisiwezi. Hapa mimi nataka kuingia, lakini kwa maana sina mtu wa kunichunguka, kuniweka ndani ya maji. Watu wananaruka, wanaenda. Yesu alipoangalia, alimuonea huruma. Yeye hakumwambia tena aingie ndani ya maji. Alimwambia, inua godoro lako uende. Bwana asifiwe. Na huko hivi alipoinua hakusida. Unajua akaambiwa, alipewa nguvu. Akapewa nguvu ya kuweza sasa hata mtu akiruka tena hawezi mshinda. Yeye angekuwa wa kwanza. Yesu ile nguvu Yesu alimpa, akasimama. Yu mtu ameletwa hapa
Lakini sasa Yesu anamwambia, simama, uchukue godoro lako uende. Bwana asifiwe. Na yule mtu alichukua, akachukua, akasimama, akatembea, hata akaanza kuruka ruka. Watu wakaanza kuona tena sinema. Huyo mtu hakuwa amelala pale, ameshinda pale. Kama alikuwa na majeraha ni damu peke yake, na watu wanajua huyu mtu hata hawezi toka pale. Lakini wanapata huyu mtu anapiga kelele. Tunaposoma kuendelea ni kwamba huyu mtu alienda mpaka hekalu kwa Wayahudi, akawapigia kelele. Mpaka Wayahudi wakamuuliza, ni mtu gani alikuponya siku ya Sabato? Kwa maana sheria yetu hairuhusu mtu kufanya kazi. Ni nani huyu? Yeye akasema ya kwamba mimi sijui. Yule mtu amenifanya kitu. Najua ya kwamba mimi nilikuwa kiwete na sasa nafanya nini? Ninatembea. Hakuna mambo mengine najua. Kama yule ambaye alikuwa anakuwa ikipofu kinaomba pale hekalu, ajui, aoni. Lakini Petro walipofika pale akamwambia, mimi kama ni fedha na dhahabu mimi sina, lakini kile niko naye, amka ubebe godoro yako uende. Alibeba ile godoro hakuenda, alienda kwa hekalu kumtukuza Mwenyezi Mungu. Basi hivyo ni maana ya kwamba kunaye shida ambazo sisi binadamu twapitia, zinatukumba kwa miaka mingi. Unaweza kuwa tangu uzaliwe wewe hujaona, wewe ni kipofu. Pengine tangu uzaliwe wewe hauna mguu. Pengine tangu uzaliwe ni mapepo. Kuna watu wanalia usiku mchana kila wakati, kwa maana mapepo hayo ibilisi ameweka. Mapepo hayo yamekuwa ndani yetu, ya miili yetu. Unapokaa katika nyumba yako, hauna tena usalama kabisa, hauna amani, hauna mapenzi. Kila wakati kuna vitu vinakusumbua. Unakuta kama ni usiku, kuna vitu unakuja hapo, unachukua nini, ukitoka pale ama unasumbuka katika nyumba yetu, katika mchi wenu. Kunayo laana katika nyumba zenu kila wakati ujao. Kama ni watu wenu kufa, wazazi wamekufa, watoto wengine ndugu zako, kila aina. Mji huo unapoonekana ni mambo, hata watu wanashindwa kuja huko. Lakini siku ya leo Bwana anatuambia hakuna shida ambao hata tatua. Anakuambia siku ya leo, furaheni, amka na uweze kufurahia. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo neno ambayo linayotuonya. Ninatuambia ya kwamba ile mambo ambayo tunayoyapitia ni kitu pule kulinganishwa na utukufu ule ambao tutakuja kuupata. Ile utukufu ambao tutakuja kuupata, Paulo anasema hawezi kulinganisha na ile mateso ya siku ya leo. Anasema hiyo mateso ni pule. Wacha nikwambie vile yako pule. Unaweza kuwa mgonjwa saa hii, useme nimesumbuka hapa kwa nyumba wiki moja, useme bana nipeleke hospitali. Ukifika hospitalini unapita watu wanapiga nduru hapo. Hata wanasema sasa nirudishe nyumbani bwana. Hapa siradi. Ndio afadhali nyumbani nilikuwa nalala. Watu wanalia usiku na mchana. Mpaka unashangaa kumbe wewe uko mgonjwa. Kwa hivyo Bwana anatuita siku ya leo tumletee shida zetu. Hata siwe kari namna gani, hata siwe watu wamekurahani wanasema wewe uwezi, Bwana anasema hizo shida zote nitasisafisha na kuwa nyeupe kabisa, hata kuacha tena uende vile ulivyo. Kama wewe ulikuja hauna matumaini, anakuambia utatoka na matumaini. Bwana asifiwe.
Anasema kama unakuja wewe hauna kitu ambacho unajitai naye, hauna kitu chochote, anasema nitakubariki. Kunayo milango 7 hauoni, ataweza kufungua kwako na wewe uweze ukabarikiwa, ukaweza ukawa. Kunayo mishi ambayo ilikuwa inatauliwa, ambao mishi watu wanasema ni masikini tupu, lakini watoto wamebarikiwa pale. Siku hizi mapati ya ng'ara pale. Bwana asifiwe. Watu wanainuliwa, watu wanatoka mahali ambapo hawakuwa wanajua watatoka, na hiyo ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndivyo hivyo anavyotuita siku ya leo, ya kwamba mimi na wewe tukiingia katika hekalu yake, tukiingia katika matibao yake, yeye hawezi tuacha turudi vile tulivyokuja. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe unaweza, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, wetu Bwana, ni wewe Muumbaji, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana, ni wewe Mponyaji, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tunaoja, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, wetu Bwana, ni wewe Muumbaji, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Bwana, katika jina la Yesu tunakuja mbele yako Bwana mchana wa leo. Angalia Bwana, umekuwa mwema, umekuwa pamoja nasi, umetulinda tangu tulipoachana, tena wakati huu umetuonekania tena, tumekutana katika nyumba yako Bwana. Angalia, kuna wengi ambao walitarajia kufika siku ya leo, na hata Bwana waweze kuingia katika hekalu yako na kukuabudu, lakini hawakuweza kwa ajili ya magonjwa na shida mbalimbali ambao Bwana hawakuweza Bwana kusaimiri, lakini kwa ajili ya mapenzi yako Bwana wako hai, tunaomba ya kwamba uweze Bwana kuwaponya, uweze Bwana kuwaondolea shida zilizowafanya wasiingie katika Bwana nyumba yako, ili kwamba wiki ijayo wakukumbuke, wakukufanyie kazi yako, ili Bwana utakapofanya hivyo tutaliinua na kulisifu jina lako takatifu. Bwana, sasa naomba neno hili ambao wote wamesidikisa neno hilo, uweze Bwana ukawapa baraka zako, neno ile liingie katika mioyo yetu, lituonye na kutufundisha, ili tufanye kuwa watoto wako. Utakaporudisha ufalme wako, tuwe wa kwanza Bwana kukuraki hewani. Bwana mtakatifu, tunawaombea wote walio wagonjwa, wakiwa manyumbani zao, hata hospitalini na mahali popote walipo Bwana, hata wale wameenda kwa waganga siku ya leo, tunawakumbuka. Uwepo wako wa Roho Mtakatifu uweze ukawafikia mahali popote, mkono wako wa kuume mwenye baraka uweze ukaingia kwa kila mtu, aweze ukamgusa mahali anapo Bwana kuugua, ikiwa ni kichwa, mgongo na tumbo na miguu, hata mikono Bwana uweze ukagusa, na waweze Bwana kila sehemu karudi imara. Bwana, hata wakaoponywa watakapokuwa wasima tena katika